Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mauzo ya tiketi yanakwenda vizuri sana kiasi cha kutia moyo. Mpaka sasa tumemaliza daraja la Tanzanite za shilingi 250,000. Tumebakiwa na madaraja mengine yapatao 5. Nichukue nafasi hii kutoa rai kwa wanasimba wote ambao wana dhamira ya kuja Benjamin Mkapa siku ya tarehe 26, wafanye hima kununua tiketi zao kwa ajili ya kuja uwanjani. Wale ambao wanakusudia kukaa VIPA wana leo tu ya kununua tiketi zao hadi tukiamka kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, VIPA zitakuwa zimesha katika. Baada hapo tutabaki na BC pamoja na mzunguko. Kwa hiyo basi nichukue nafasi hii kuwaomba na kuwahimiza wana Simba kununua tiketi zao kwa wingi, kwa haraka, ili kila mwana Simba apate nafasi ya kuja kwenye mchezo huu. Sisi kwetu mchezo huu una maana kubwa sana. Mchezo huu una thamani kubwa sana, na mchezo huu tunauhitaji sana. Mchezo huu una vitu vingi vya msingi vipya ambavyo tunakwenda kuvishuhudia kwa mara ya kwanza vikitokea katika ardhi yetu ya Tanzania. Kwanza tunakwenda kuandika historia ya kuwa klabu ya 3 barani Afrika kufuzu ligi ya mabingwa Afrika kwa mara ya 7 mtawalia. Hakuna klabu yoyote unaoifahamu wewe ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo Afrika hii, ukitoa Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly. Timu nyingine Afrika ambayo imekuwa na uhakika wa kucheza group stage kwa mara ya 7 mfululizo ni Simba Sports Club. Tangu tumeanza kampeni zetu hizo mwaka 2018 hatujawahi kuondoka tena kwenye hatua kama hii, ukitoa ile ya UD Songo. Baada hapo tumekuwa na mfululizo na uhakika wa kushiriki ligi ya mabingwa, kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo hatutakiwi kuyatazama kwa jicho la uoga. Hatutakiwi kuyatazama kwa jicho la wasiwasi. Tunatakiwa kuyatazama mafanikio haya kama sehemu kubwa ya mafanikio ndani ya taasisi yetu ya Simba Sports Club. Lakini ni jana tu ambapo timu yetu imetangazwa kuingia kwenye orodha ya timu 10 Afrika ambazo zinawania tuzo ya timu bora msimu uliopita. Sasa hii sio jambo la kulichukulia kawaida hata kidogo. Ni jambo kubwa, ni jambo ambalo limeiongezea thamani klabu yetu ya Simba Sports Club, limeiongezea heshima timu yetu ya Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo hatuna budi sisi wenye Simba yetu kuonesha kwa vitendo hili jambo ambalo limetokea. Tuna kila sababu ya kwenda kuwapongeza viongozi wetu tarehe 26, kwenda kuwapongeza wachezaji wetu hasa ambao walikuwepo msimu uliopita, ambao walifanya kazi kubwa na kuifikisha Simba hapo ilipofika hivi sasa. Sasa ni sehemu gani ambayo itatupa sisi nafasi ya kwenda kupeleka ujumbe wetu ya kuwapongeza na kuwashukuru wachezaji wetu zaidi ya Benjamin Mkapa? Kwa hiyo twendeni wana Simba kwa pamoja, asibaki mtu yoyote nyumbani, asibaki mtu yoyote tawini. Matawi yote ya Simba hasa ya Dar es Salaam na mikoa ya jirani tarehe 26 yanatakiwa kufungwa, watu waje Benjamin Mkapa. Tabia ya watu kuangalizia mpira matawini tarehe 26 haitakiwi hata tawi moja. Kila tawi lifungwe, watu waje Benjamin Mkapa. Lakini vile vile nahodha wetu, kipenzi wetu Shomari Kapombe ametangazwa kuwa miongoni mwa wachezaji 10 bora Afrika ambaye anawania tuzo. Ni heshima kwa Shomari Kapombe, ni heshima kwa Simba Sports Club, ni heshima kwa mpira wetu wa Tanzania. Hatuna budi tarehe 26 kwenda kumpongeza Shomari Kapombe katika mchezo huo. Amefanya kazi kubwa sana ya kuiheshimisha Simba Sports Club. Sio jambo jepesi hata kidogo kwa yeye kuingia katika orodha ya wachezaji 10 bora barani Afrika. Na tena sio mchezaji wa kawaida Kapombe. Ni nahodha wetu sisi Simba Sports Club. Ni nahodha wa mfano ambaye anaiongoza Simba kwa mfano ya wachezaji bora.
ameteuliwa na ni jukumu letu sisi tarehe 26 kwenda kumpongeza Shomari Kapombe. Baadaye tutatoa maelekezo tunampongeza kwa namna gani. Atakapoingia tusimame tumpigie makofi, ama ikifika dakika 12 tumpigie makofi maana anavaa jezi namba 12. Tutapanga hapo baadaye na kupeana maelekezo, lakini sio jambo la kupita kimya kimya hili kwa Simba Sports Club na kwa nahodha wetu Shomari Kapombe. Sasa ukiangalia yote hayo yanakupa sababu mwana Simba kuja uwanjani, lakini tunakwenda kuiona Simba ambayo imefanyiwa mapinduzi ya kimpira, Simba mpya ambayo katika nyinyi mmekuja hapa hakuna ambaye amewahi kuiona Simba hiyo. Tunakwenda kuiona wote pamoja siku ya tarehe 26. Ukibaki nyumbani hautaifaidi vizuri ya Simba hii. Kwa kila mwana Simba ajitahidi, apambane, aje uwanjani tarehe 26. Na tunapokuwa uwanjani, wenzetu ambao walikwenda kwenye mechi ya kule Eswatini, mashabiki tuliona kitu ambacho walikifanya. Kwa mfano, wakati kona inapigwa, mashabiki wakawa wanaimba kona goli, kona goli. Tuna kila sababu na sisi kufanya hivyo hivyo. Tukipata kona yoyote ile, jukumu letu mashabiki wote wa Simba ambao tuko Benjamin Mkapa ni kusimama na kuimba kona goli, kona goli, ikiwa ni sehemu ya kuwahamasisha wachezaji wetu kufanya vizuri kwenye tukio husika. Tumeona wenzetu wa pale Swatini walifanya hivyo na kweli ikatulipa. Kona goli, na kweli ikapigwa kona na Neo Maema akakutana nayo Nangu akaunganisha kunyavu. Kwa hiyo tuna kila sababu na sisi kuiga kile ambacho wenzetu walifanya, kuwatia moyo wachezaji wetu. Mpira wa kona ukiwa unapigwa, tunaimba kona goli mpaka litakapoingia goli la kona, tunafurahia kwa pamoja. Uwepo wa baadhi ya timu kutokuwa na kiingilio uwanjani, kwa maana timu zote tatu isipokuwa nyinyi, kwa kweli binafsi kama mhamasishaji inakupa pressure na moja ama nyingine? Hainipi pressure kwa sababu maji yamejitenga na mafuta. Waliotangaza bure wamejitenga kwenye eneo lao, na sisi tuliotangaza kiingilio tumejitenga kwenye eneo letu. Kila mtu anaithaminisha bidhaa yake na kuipeleka sokoni. Wenzetu wamethaminisha bidhaa yao, wakaona ni bidhaa ya bure, wakaenda kutangaza bure. Sasa huwezi kuwalazimisha, huwezi wenye timu yao wameona hii timu haiuziki popote. Hii timu hakuna mtu anaweza akalipa kiingilio akamuone Boyeli. Hii timu ni ya thamani ya bure, wakaamua kutangaza bure. Sasa watu wa hivyo huwezi kuwalazimisha. Kwa Simba Sports Club, sisi tumekaa tukaithaminisha timu yetu. Tukaona timu yetu inafaa watu kuingia kwa kiingilio, kwa sababu huwezi kwenda kumuona bure Jonathan Soa, huwezi kwenda kumuona bure Kibu Dennis Prosper, huwezi kwenda kumuona bure Neo Maema, huwezi kwenda kumuona bure Selemani Mwalimu. Kwa sisi tulikaa tukaiangalia thamani ya timu yetu, tukaangalia thamani ya bidhaa yetu, tukasema hii timu yetu sisi, mtu kuiona anatakiwa alipe shilingi 250,000. Watu wamelipa 250,000 kwenda kumuona, kwenda kuwaona wachezaji wa Simba. Unataka kumuona Nabi Kamara, lazima ulipe 150,000 uende ukamuone Nabi Kamara. Kwa hiyo ni thamani ya bidhaa yetu, na wenyewe wamekaa wakatathmini, wakaangalia bidhaa yao, wakaona hii bidhaa haiuziki, wacha tuipeleke bure kwa walaji wetu, walaji waende wakajiokote. Na pamoja na bure hiyo bado wanapita kuhimizana watu waje uwanjani. Kwenye hiyo bure bado wanapita wanahimizana watu waende uwanjani. Yaani pamoja na hiyo bure bado imedoda
watu wana mashaka na bidhaa yao, bado wanafanya na hamasa. Sasa sisi Simba Sports Club ni timu kubwa Afrika, ni timu kubwa Tanzania, ni timu yenye thamani kubwa. Bidhaa yetu sisi ni bora mno, wachezaji wetu sisi ni ghali mno. Lazima mtu aingie uwanjani kwa kiingilio. Lakini sio utamaduni wa Simba Sports Club kwa maana ya mashabiki kulilialilia vitu vya bure ama kuombaomba vitu vya bure. Wao mashabiki wa Simba ndio wanaotaka viingilio, na tunawekea viingilio, na wako tayari kutoa kiingilio cha aina yeyote ile kwa ajili ya kwenda kuishangilia Simba yao. Faida atakuwepo. Kama kawaida King Faida atakuwepo uwanjani siku hiyo kwa ajili ya kuburudisha, na itapigwa embe dodo pale, wimbo wa taifa, watu wataruka vibaya mno. Yani kimsingi ni kwamba mwana Simba huna sababu ya kukaa nyumbani siku hiyo, una sababu ya kubaki kwenye TV yako, kwa sababu unakosa uhondo na raha kubwa kweli kweli ambazo zinapatikana only Benjamin Mkapa, tena only Simba Sports Club akicheza. Ndio boss. Yes, mara ya mwisho muda unazungumzia kikosi, hali ya kikosi, ulisema huna taarifa kwa daktari kuhusu Musa Kamara. Vipi hali yake kwa sasa? Musa Kamara amefanywa vipimo hii leo, na tunasubiri majibu kutoka kwa madaktari ili yatuelekeze anatakiwa kufanywa vipimo vya aina gani. Kwa tunasubiri majibu, na baada hapo tutawaambia anahitaji matibabu ya aina gani, kama ni upasuaji, kama ni vidonge, kama ni kuchua, kama ni nini, tutawajulisha, na baada hapo atarejea katika majukumu yake. Meridhika? Bombo zote kumbe na maswali yenyewe hamna. Swali hapo ile itakuwa ndefu sana. Si unakatakata. Maana ishakufa. Azam TV anafanya ikiwa fupi. Azam TV aondoke, anaita kubaki na maswali. Tajiri lazima yende na nitafuatilia. Kuna ambao anasema kwamba ameishia kuwekwa tu pale, lakini kuchukua hiyo tuzo msaada. Kama kuwekwa kwenye orodha ya wachezaji 10 ni rahisi, basi na wachezaji wa vilabu vingine wangewekwa vile vile. Ukimwona mchezaji amewekwa kwenye orodha ya wachezaji 10 bora Afrika, huyo tayari ni mshindi. Kwa Shomari Kapombe tayari ni mshindi baada ya kuwekwa kwenye ile orodha tu. Sasa sio kila mtu anawekwa kwenye ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho msimu uliopita, pamoja na chani yake humo. Wachezaji wangapi wameshiriki? Ni wachezaji wengi wameshiriki. Kwa nini amewekwa Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania na Afrika Mashariki? Kwa sababu ya ubora aliyokuwa nao. Kwa sisi Simba Sports Club tunajivunia pakubwa mno Shomari Kapombe kukaa kwenye ile orodha, na hatuishi kujivunia tu, tunamhesabia kuwa ni mshindi wa tuzo ile kwa kufanikiwa kukaa pale, kwa sababu sio rahisi hata kidogo. Ingekuwa rahisi na wachezaji wa timu nyingine wangekuwepo, ungeona pale wachezaji wa timu nyingine na wenyewe wapo, lakini unamuona Shomari Kapombe peke yake kutoka Tanzania. Kwa lugha nyepesi, Shomari Kapombe ndiyo mchezaji bora wa Tanzania. Tunapozungumza, Shomari Kapombe ndiyo mchezaji bora wa Tanzania tunapozungumza hapa, kwa sababu ameteuliwa na CAF, anawania tuzo ya mchezaji bora wa CAF, na Tanzania ni mwanachama wa CAF. Automatic Shomari Kapombe ni mchezaji bora wa Tanzania, na sio tu mchezaji bora wa Tanzania, ni mchezaji bora wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati hadi kusini mwa jangwa la Sahara kuelekea mpaka kwenye ghuba ya Uajemi. Shomari Salum Kapombe hakuna wa kumfikia. Sio rahisi kila mtu akaweza kukaa pale. Ingekuwa ni rahisi mno, ingekuwa ni rahisi sana, wangekaa pale.
Sijui umenielewa eh? Kwa sisi tunajivunia Shomari Kapombe, tunamfurahia Shomari Kapombe na tumeshamtangaza sisi. Sisi ni wale watu ambao huwa hatusubiri mwisho ufike. Sisi tumeshamtangaza Shomari Kapombe ndio mshindi katika kile kinyang'anyiro, na tunamwambia kila laheri azidi kuperform na kufanya vizuri ndani ya Simba Sports. Lakini sisi sio malimbukeni wa tuzo za CAF. Mwaka juzi tumechukua tuzo ya goli bora la CAF likifungwa na Pape Osman Sako. Tikitaka moja nusu baisikeli hivi aliwafunga RS Berkane. Goli kali vibaya mno. Eh? Al Ahly. Asik Mose sasa mnakumbuka kumbe. Kwa sisi haya ndio maisha yetu ya vinyang'anyiro vya kuania kwenye masuala ya CAF. Kwa na Shomari Kapombe ametutoa kimasomaso, tunamfurahia na tunajivunia yeye kweli kweli. Kama kuna mtu yoyote anabeza, mwambie na wewe weka mchezaji wako hapo. Hawaingii kwa mara kwa mara, manake ni udhaifu, kwa sababu mashindano kila mwaka yapo. Kuna mwaka haijachezwa ligi mabingwa Afrika. Si kila mwaka upo. Sasa mbona wenyewe hawaingii? Ni mambo ya riziki haya. Ile goli la Sako, cross ile kwa Kapombe. Umeona sasa? Goli bora ambalo Simba tulitwaa kupitia Pape Osman Sako. Cross ilitoka kwa Shomari Kapombe. Kapombe hajaanza leo, ni CAF tu ndo amemchelewesha kumuingiza kwenye kinyang'anyiro. Sijui wazee wanamtaga wazandiki. Lakini sisi kwa Shomari Kapombe ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 15 na siku 36, bado anakuwa. Bado hatujamaliza. Ukichoka ondoka, ondoka. Kibu Denis Prosper ambaye tumekuwa tukimwona akifanya makubwa kwenye mechi tu za kimataifa, lakini kwenye ligi hatupati ile ladha kama tunaipata kwenye mechi za kimataifa. Haina maana gani? Kibu Denis Prosper kwanza anatakiwa apate ulinzi Kibu D. Maana mambo aliyofanya kule Eswatini ni mambo ya hatari sana. Kibu ni mchezaji mkubwa, na mchezaji mkubwa utamwona kwenye a very big moment. Lakini mchezaji yoyote huwa anapanda shuka. Kwa hiyo kuna wakati mambo yanakuwa hayamwendei sawa sawa kama ilivyo kwa binadamu mwingine yoyote, anajikuta na struggle, na bahati mbaya zaidi hiyo struggling yake huwa inamkuta kwenye michuano ya ndani. Lakini baada ya kufunga yale magoli pale Eswatini, confidence na morali ya Kibu imeamka sana. Mimi nategemea baada ya kutoka pale tutamshuhudia Kibu mpya kuanzia hivi sasa, na tarehe 26 utashuhudia. Utamuona Kibu mpya kabisa. Utamuona Kibu ambaye hujawahi kumuona. Utamuona Kibu mwenye ubora wa hali ya juu sana, kwa sababu kinachomsumbua, unajua changamoto ya Kibu ni mtu ambaye anapenda kufanya vizuri. Kwa hiyo ikitokea hajafanya vizuri huwa inamsumbua kidogo psychologically. Sasa basi amefunga yale magoli mawili, hata ukimtazama nuru yake imeshabadilika, kwa sababu tayari mambo yameanza kuiva kwa upande wake, na nafasi atakazoendelea kupata atazidi kuimarika zaidi. Mimi naamini kabisa msimu huu tumemwona Shomari Kapombe kwenye kinyang'anyiro cha tuzo za CAF. Msimu ujao usishangae kumuona Kibu Denis gari yake imeshawaka. Tegemea performance kuendelea. Absolutely. Kama wangekuwa wanatoa tuzo ya msemaji, nisingeingia kwenye kinyang'anyiro, ningechukua tuzo yenyewe, kwa sababu Afrika hii hakuna msemaji bora na wa maana kama mimi. Kwa kama hiyo tuzo ingetolewa na CAF, nisingeingia kwenye kinyang'anyiro. Yani CAF angetangaza mtu huyu mmoja tu, bwana msemaji bora ni huyu, tarehe fulani anakuja kupokea zawadi yake dola 50,000. Sifananishe kifo na usingizi wewe. Mimi sifananishwi na kiumbe mwingine yote. Jamani, nadhani mmepata hapo sawa.
Mmerizika eh? Haya, kapandisheni sasa.